Katika ulimwengu wa soka la Afrika, si wachezaji tu wanaoangaliwa kwa umahiri wao, bali pia waamuzi wanaochangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha mechi zinaendeshwa kwa haki na nidhamu. Miongoni mwa waamuzi wanaopata heshima hiyo ni Pierre Ghislaine Etcho kutoka Gabon, ambaye ameteuliwa na shirikisho la soka Afrika CAF kuchezesha mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho la CAF Confederation Cup kati ya RS Berkane ya Morocco na Simba Sports Club ya Tanzania utakaochezwa nchini Morocco Mei 17. Uteuzi wa Etcho kwenye fainali hii si jambo la kawaida, ni ishara kwamba CAF wanatambua uwezo wake mkubwa katika kusimamia mechi za ushindani mkali. Uzoefu wake mkubwa, usahihi wa maamuzi na uwezo wa kudhibiti pressure kutoka kwa mashabiki na wachezaji vimemweka katika nafasi ya juu miongoni mwa waamuzi bora kutoka barani Afrika. Pierre Etcho si mgeni wa mashabiki wa Simba Sports Club. Aliwahi kuchezesha mechi ya hatua ya robo fainali ligi ya mabingwa kati ya Simba Sports Club dhidi ya Wydad Casablanca iliyopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Katika mchezo huo, Simba ilipata ushindi muhimu wa mabao mawili, ushindi ambao uliwekwa kwenye historia ya klabu hiyo. Na maamuzi ya Etcho katika mchezo huo yalipongezwa kwa kuwa na haki na yasiyoegemea upande wowote. Kwa mujibu wa wadau wa soka na wachambuzi wa mchezo huu, Etcho ni mwamuzi mwenye nidhamu ya hali ya juu, anaeleweka kwa wachezaji na mara nyingi hufanya maamuzi kwa kuzingatia sheria na hali halisi ya mchezo. Hii ndio sababu ametunukiwa majukumu makubwa kama haya, ambapo uadilifu wa mwamuzi ni jambo la msingi kwa mafanikio ya mashindano. Macho ya Afrika sasa yataelekezwa Morocco, ambako Pierre Etcho ataonyesha tena uwezo wake wa kusimamia mchezo mkubwa kati ya timu mbili zenye historia na matarajio makubwa. Kwa Simba Sports Club, mechi hiyo ni fursa ya kutafuta taji la kwanza la CAF Confederation Cup, huku RS Berkane wakitaka kurudia mafanikio yao ya awali. Pierre Etcho anaendelea kuandika historia kama mmoja ya waamuzi wanaoaminika zaidi barani Afrika. Kupitia uteuzi huu, anathibitisha kuwa nidhamu, weledi na uwajibikaji vinaweza kumfikisha mtu kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa. Makala haya yameandikwa na Ismail Kibaro na yanasomwa kwako na mimi Abubakar Maalul, na hii ni Anwari TV.